Pamoja na utandawazi na mabadiliko ya mwenendo wa dunia ya leo, bado tunavyo vitu vyetu vingi vizuri vya asili vya kujivunia, ikiwemo mazingira yetu, malezi yetu, vyakula vyetu, mavazi yetu, bila ya kusahau lugha, lafudhi na lahaja zetu. Ili ujifunze na ujikumbushe mengi mazuri, usikose kuangalia na kufuatilia kipindi cha utamaduni wetu kila siku ya Jumatatu saa 1 kamili usiku kutoka hapa Al-Fatah TV Online. Al-Fatah TV Online, dira ya umma. Assalamu alaikum mtazamaji wa Al-Fatah TV Online. Kipindi hewani ni utamaduni wetu, kipindi ambacho kinakujia kila Jumatatu, muda ni saa 1 kamili za jioni. Ninayekuletea kipindi hiki ni Khadija Juma, lakini siko peke yangu. Kama ilivyo ada, niko na wageni hapa studio. Nao ni Dr. Omar Salum, yeye ni kamishna wa idara ya utamaduni, lakini pia tuko naye ndugu Salum Amer. Yeye ni mfanyakazi katika idara ya utamaduni, lakini pia ni msimamizi wa nyumba ya sanaa. Mada ambayo tutakuwa tukijadili leo ni mabadiliko ya ndoa. Bila shaka kipindi kilichopita tulizungumzia mambo kadhaa katika mada hii ya mabadiliko ya ndoa, lakini vitu viko vingi sana na leo tutagusia baadhi ya vitu ambavyo vilibaki. Nikusihi tu ubaki nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Salama. Nashukuru alhamdulillah. Mada ya mabadiliko ya ndoa, kuna vitu vingi ambavyo hatukuvigusia, tutaendelea navyo leo. Tukianza na ndugu kamishna, swala la mahari, kipindi cha mababu zetu ilikuwaje? Swala la mabadiliko ya ndoa kwa ujumla, mabadiliko gani yaliyotokea katika ndoa? Tulizungumzia huko nyuma kidogo, tukazungumzia masuala ya posa zilikuwaje na mabadiliko yake yakoje hivi sasa. Kwa hivyo nashukuru kwamba leo umetupeleka moja kwa moja kwenye mahari. Je, mahari yalikuwaje na pengine sasa hivi kuna mabadiliko gani? Bila shaka mahari kila mmoja anafahamu. Nini mahari? Mahari wanasema kwa ufupi kabisa ni ile zawadi maalum inayoandaliwa kwa ajili ya kumpatia yule mwanamke anayetaka kuolewa. Mahari hayatoki kwa mwanamke kwenda kwa mwanamume. Mahari yanatoka kwa mwanamume kwenda kwa mwanamke katika hali ya kawaida, na ndio inavyofahamika. Kwa hivyo ni zawadi yake maalum. Na hii ipo miaka nenda miaka rudi, lakini kwa bahati sio tu katika utamaduni, mpaka kwenye dini yetu ya Kiislamu, sisi Waislamu, kitu hichi kipo na kinatambulika na kimewekewa utaratibu wake maalum wa namna gani ya kutoa mahari, na ni lazima kwamba mwanamke apewe mahari. Hili jambo linatambulika kwa sisi watu wa pwani, tunafahamu hivyo, hakuna wasiwasi aina yoyote. Kwa hivyo mahari zamani hasa mara nyingi ilikuwa inachukuliwa pesa. Mara nyingi sana katika miaka hii ya zamani watu wakuwa wanapeana pesa. Pesa, nafikiria tukisema pesa kwa papetu ni kitu kinachojulikana. Iwe pesa ya aina yoyote, kwa sababu pesa zimetofautiana. Kila kipindi zinabadilika. Kama wanavyobadilika watu na tabia zao, basi na pesa zilikuwa zinafanya nini? Zinabadilika. Lakini kwa ufupi ilikuwa ni pesa. Kwa hivyo watu wanakwenda kulipa mahari, kwa maana kwamba wanakwenda kutoa pesa. Lakini pesa zile zilikuwa zikitolewa katika utaratibu gani? Nataka tuzungumzie hapa kidogo ili baadaye tuone hayo mabadiliko ambayo hivi sasa yapo na pengine madhara yake ni yapi. Zamani wakati zinatolewa pesa zile zilikuwa zinatolewa kwa utaratibu maalum. Wanakusanyika, kwa sababu taarifa ya posta tayari imeshatolewa, posta imeshafanyika, majibu yameshatolewa kwamba sawa, tumekubali, njooni kwa ajili ya kuja kudaiwa. Kwa hivyo wanakwenda kudaiwa. Wanaokwenda pale ni watu maalum ambao wanamhusu yule mtoto mwanamume. Sasa inawezekana babu yake, ami zake, wajomba zake, kwa sababu mara nyingi ilikuwa inachanganya baina ya ubabani na umamani kwake yule mtoto mwanamume. Kwa hivyo wanakwenda pale, wanakwenda kutoa mahari. Zamani tukitumia neno kutoa, alikuwa hatutumii sana neno kulipa. Msafahamu, tunakwenda kutoa mahari. Kwa hivyo wanakwenda pale, wanakwenda kutoa mahari. Wakifika kule, halikadhalika wanakutia safu kama ile ya kwao. Ndio safu iliyoko kule vile vile. Walioko kule vile vile ni wazee wa mtoto mwanamke, kuumeni na kukeni. Na pengine kwa baadhi ya familia majirani, kwa sababu jirani ndiye ndugu, wakiweza kualika wawili watatu. Wapo pale, wanakwenda kulipa kwa lugha ya siku hizi. Wanakwenda kutoa kwa lugha yetu ya zamani. Kutoa mahari yale, lakini kwa heshima
na adabu. Wanadaiwa pale kiasi gani? Kiasi fulani. Kwa hivyo ikiwa zipo zile fedha zote, wanalipa zote. Hapana, watasema kwamba basi hivi sasa tumeleta kiasi fulani, nyingine tutakuja kukamilisha baadaye. Ima tutaleta kabla ya harusi au tutaleta baada ya harusi. Kwa maana kwamba tena watajuana bwana harusi na bibi harusi. Utaratibu uliko kwa hivi. Lakini zinatolewa kwa heshima na adabu. Ikifahamika kwamba ile mahari pamoja na kwamba ni zawadi, lakini ni miongoni mwa vitu vinavyoitengeneza ndoa yenyewe. Sasa muhtasari wa zamani ulikuwa kwa hivi. Nataka nizungumze hii iliyopo sasa hivi. Namna gani mahari yanavyotolewa. Ukiangalia sasa hivi, na sote kwa bahati Wazanzibari ni mashahidi, watu wa Pwani ni mashahidi, na zaidi ya watu wa Pwani pia sote ni mashahidi. Na kwa bahati mbaya sasa hivi ushahidi unakwenda mbali zaidi, kwa sababu kuna vyombo hivi vya television, TV, online, kuna TikTok hizo na vinginevyo na vingine mbalimbali. Unaona Instagram wanaita. Unafahamu? Unaona namna gani watu hivi sasa wanavyokwenda kutoa mahari. Wanatoaje? Kwanza wanaweza kwenda watu ambao sio kama vile tulikuwa tumesema zamani. Kwamba pengine tunakwenda sisi tulovaa kanzu zetu na heshima na kila kitu na nini. Haikuwa hivyo. Haiko hivi sasa hivi. Wanaweza wakenda watu wamevaa nguo za aina tofauti tofauti. Wako watakaovaa kanzu, pengine mmoja, wawili, wengine wakavaa masuti, wengine wakavaa nguo ambazo kwa kweli ukizitizama unaona hata ile hadhi ya shughuli yenyewe harusi inaanza kuvunjika, kupwaya kidogo. Sawa Kwa hivyo hata ile heshima ya kutoa mahari kidogo imefanya nini? Imepungua. Hatusemi imeondoka, lakini imefanya nini? Imepungua. Lakini jingine tashangaa kwamba haidhuru ni pesa. Ingawa sasa hivi Bi Khadija nafikiri sote tunajua kwamba mahari unaweza kukuta wengine watoa vitu, wengine wakatoa pesa, wengine wote mawili kwa wakati mmoja. Ukadaiwa vitu, ukadaiwa na pesa, ukatoa yote kwa wakati mmoja. Tuchukulie mfano wa wale wanaotoa pesa. Nini kinachofanyika? Kinachofanyika ni kitu ambacho hakikuwepo wala hakikutarajiwa kwamba kitawahi kutokea. Inaweza kuchukuliwa sinia. Sisi tulikuwa tunaita senti zamani hiyo. Hii sinia tukiita senti zamani. Inachukuliwa sinia, zinaweza zikaingizwa pesa pale, zikapangwa katika utaratibu wa aina tofauti tofauti. Nyingine utakuta zinakunjwa kama vile watu wanataka kutia karanga ndani yake. Unaweza ukazikuta ziko hivyo. Nyingine ukazikutia zimenyooshwa lakini zimepangwa kwa utaratibu maalum. Yanakwenda kutolewa mahari ya bi harusi. Kinachofanyika hapa ni kitu gani? Kinachofanyika hapa kwangu mimi, tafsiri yangu, si lolote si chochote isipokuwa zaidi watu kuingia katika dimbwi la kujionesha tu. Kuna jingine. Hakuna jingine isipokuwa ni kufanya nini? Kujionesha kwamba sisi tuna fedha za aina gani. Kwa sababu kwa mfano mahari yalikuwa hapo zamani yanafichwa kiasi fulani, naambiwa tu kwa mahari yake mliofanya nini? Mliokubaliana. Sasa huku kwa mfano mshasema kwamba kwa mahari yake mliokubaliana. Lakini mahari yenyewe haikuwa kwa mahari yake, yalikuwa yanadhihirishwa kwa wakati huu, yanadhihirishwa kwa kila mtu anayaona. Sasa hakuna haja kusema kwa mahari yake mliokubaliana. Imekuwa ya wote sasa. Ya wote, kwa sababu kila mmoja anayaona. Kwa hivyo ni kama kwamba watu wamekuwa na mtindo maalum na mitindo tofauti katika utoaji wa nini? Wa mahari. Na kusema kweli jambo hili la kupeleka pesa hasa katika ule utaratibu wa kuzikunja hili nadhani linahitaji kidogo kutizamwa upya. Maana hata kanuni za kibenki hazikubali, haziruhusu. Serikali haikubali, hairuhusu. Ile ni fedha. Ile kitu muhimu sana katika taifa lolote lile. Bi Khadija, dola nafikiri kila mmoja anajua. Dola inaheshimiwa kupita kiasi. Kiasi ambacho kwa mfano kama itakuwa kidogo imejipinda basi pengine hata kukubaliwa kutumika kwake isikubaliwe. Kwa nini sisi pesa zetu tufike mahali tufanye nini? Tuziharibu katika utaratibu kama huo? Hakuna sababu. Kwa hivyo sasa hivi kuna mabadiliko. Na badiliko jingine ukakutia kwamba siku ile ya kutoa mahari bi harusi tayari yupo, kapambwa. Utadhani kwamba ndio siku yenyewe ya kwenda kufanyika ndoa yenyewe. Kutoa mahari, nataka tu tuwakumbushe wenzetu wanaotazama. Kutoa mahari ni hatua moja. Na akdi kwa maana ya ndoa yenyewe ni hatua ya pili. Wako baadhi ya watu ambao sisi binafsi tunajua walifika hatua ya kutoa mahari lakini harusi kufanya nini?
haikufanyika. Sasa unakwenda kumpamba mtoto jambo ambalo halitakiwi. Kiutamaduni bi harusi anapambwa kipindi kile cha harusi yenyewe, sio kabla ya hapo. Yule bado ni mtoto mwari. Kwa hiyo kama ni mtoto mwari hatakikana afanye nini? Apambwe mpaka ifike ile siku yake. Tena unatoa mahari leo, unakaa pengine baada ya miezi 3, 4, 5 ndo anakuja kuolewa. Umeshampotezea mpaka ile hadhi yake. Kwa sababu uharusi ni kitu peke yake. Au sivyo? Ni kitu peke yake. Kwa hivyo nafikiria mabadiliko haya kidogo yanaleta madhara na namna fulani katika jamii yetu. Ni mabadiliko ambayo kidogo hayaridhishi. Na sisi watu wa utamaduni haturidhii kufanyika mabadiliko ya namna hii. Yanafanywa lakini haturidhii kama idara ya utamaduni. Kwa sababu si mabadiliko ambayo yanaleta ule ubora wa utamaduni wetu. Lakini mabadiliko ambayo zaidi yanakwenda katika kuiga baadhi ya watu au jamii nyingine mbalimbali za mataifa mengine mbalimbali ambao tamaduni zao na tamaduni zetu ni tofauti kubwa. Pengine ni sawa na mfano wa ardhi na mbingu. Tumeona kwamba zamani walikuwa wakitoa pesa zaidi kwenye mahari. Lakini siku hizi kumekuwa na mambo ya kitanda, godoro, yani vitu. Kwa hiyo swala hilo linaweza likawa limetokea wapi au mabadiliko hayo yalianzia wapi ya vitu? Kwanza mimi ningependa kuchangia pale nyuma kidogo kuhusu mahari. Kwa itikadi zetu za utamaduni wetu wa Kizanzibari, mambo kama yale ya kujionesha na kuwasiliana kama mfano mapesa yale yanatolewa yanakunjwa alafu baadaye watu wanapiga picha wanarusha katika Instagram, katika WhatsApp na kadhalika wanarusha. Kwa hiyo mtu akiona ile saa nyingine mtu asema akatamka tu katika moyo wake akatamka mimi pesa ya kula naitafuta, watu wanachezea pesa kama hiyo wanakunja. Kwa hiyo kwa itikadi zetu saa nyingine inakuwa hasada, inapata hasada. Kwa hiyo saa nyingine inatokezea madhara katika yule bi harusi na bwana harusi, ukatafuta kitu gani kimetusibu, lakini na kwa saa nyingine jicho tu kwa mujibu wa itikadi zetu. Halafu ukija katika swala letu la ya vyombo na kama mfano vitanda, dressing table na nini, naona haya mambo ya mabadiliko haya. Zamani havikuweko vitu kama hivi kabisa. Mara nyingi inakuwa makubaliano mahari yale na unatoa mahari kama ulivyokubaliana. Haikuwa vitu kama hivi, ambapo sasa hivi mabadiliko haya yanaleta athari. Mahari yanakuwa makubwa sana. Maana wewe sasa hivi ukitizama hicho kitanda kinakaribia milioni au milioni. Na ile dressing table, kuna dressing table, kuna ile nini, showcase, sengine mpaka ukatakiwa mpaka ile masofa seat. Kwa mahari ilikuwa ni utaratibu kama alivyozungumza Kamisha, ni utaratibu na makubaliano kwa watu, ni siku kukomoana. Manake ni siku kukomoana, maana hii sasa hivi inapelekea kama kukomoana. Kwa hiyo vijana wanakuwa unataka utuambie kwamba kuhusu kutoa hizo thamani kama hivyo badala ya pesa hakuna hekima nyuma yake? Swala hili la kutoa vitu, kwanza kama nilivyosema ni gharama, linagharimu sana. Ndio. Kwa sababu unapangiwa tu, utatoa kabati, utatoa kitanda, utatoa kitu hichi, utatoa hichi, utatoa hichi. Sawa Lakini zamani utaratibu wa sawa mahari hayakutegemewa kwamba yale mahari yawe ndio pesa ya kufanya shughuli yote. Shughuli ilikuwa inafanywa na wazazi wa yule mtoto au wazee anaoishi nao. Ndio. Yanapelekwa fedha kiasi fulani kama ni zawadi tu yule mwanamke. Lakini sio kwamba unapiga hesabu ya kila kitu kwamba mahari ndio inakuwa tena kama kwamba kile unachokitoa umekitoa kwa misingi mingine. Ushafahamu? Na ndio maana kuna baadhi ya watu ikifika pahali kama atakorofishana kidogo wanaporejesha mahari yetu. Sasa urejesha mahari yetu inakuwa sasa kurejesheka hayarejesheki kwa sababu ni mengi, ni makubwa. Unafahamu? Ni gharama kubwa. Hayarejesheki, kinachofuatia ni kitu gani sasa? Ni matatizo kwa yule mtoto mwanamke. Kwa sababu itabidi kwamba lazima aendelee kubakia pale. Umefahamu Bi Khadija? Kwa hivyo akiendelea kubakia pale sasa ni mateso. Na kwa sababu gani? Kwa sababu uwezo haupo kufanya hivyo. Na pengine tukija tukiona uko mbele tutakuja kuona kwamba na pengine harusi yenyewe ilipofanyika ikazidisha gharama kiasi ambacho huku watu wana madeni ya ile harusi haijamalizika, na huko wana swala jingine la nini la kuja kurejesha mahari. Si rahisi
Kwa hivyo inabidi kwamba yule mtoto aendelee kufanya nini, kubakia pale pale. Kwa hivyo umezungumzia swala la kurejesha mahari, Kamishna. Mahari umesema ni zawadi ambayo anapewa biharusi. Sasa imetokea kama wamekorofishana, inarudi. Hivi zawadi huwa inarudi kweli? Wanafanya baadhi ya watu ambao kwangu mimi binafsi nasema kimtazamo wangu si jambo sahihi au si jambo jema. Lakini nadhani watu wa dini wanaweza kutueleza zaidi katika swala hili kwamba je, inasihi au haisihi. Sisi kiutamaduni, nazungumzia kiutamaduni. Kama yule mtoto umemuoa na mkaweza kuishi hata kama ni wiki moja, wiki mbili, mkaweza kujuana. Nikisema kujuana nafikiri kila mmoja ameshalifahamu. Kwa nini ifike pahala useme kwamba unataka tena mahari yako yarejeshwe? Kwa sababu ndio mwenye talaka wewe mwanamume, au sivyo? Hutaki kumwacha, kaa naye, mnasihi, mpe nasaha, mwambie kweli hivi, lakini tubadilike sisi kwa pamoja, tujirekebishe kwa pamoja, basi mnaendeleza maisha. Ndio ilivyo. Hakuna binadamu aliyekuwa hana kasoro. Asema Fatuma Isa, so kasoro hakuna, au sivyo? Kwa hivyo kila mmoja duniani ana kasoro zake. Kwa hivyo ikiwa kila mmoja ana kasoro zake, mwanamke atakuwa na kasoro na mwanamume anazo kasoro vile vile, ni kukaa mkavumiliana. Na ndio jambo moja ambalo hapo zamani likisisitizwa sana, wanawake wanapotaka kuolewa na wanaume wanapotaka kuoa, uvumilivu ndio jambo lilokuwa kila wakati wakisitizwa, kwamba ndoa ni nini? Uvumilivu. Ukivumilia halafu ukawa na mapenzi ya kumpenda yule mwenzako na huruma za kumhurumia yule mwenzako, mtaishi miaka nenda miaka rudi. Lakini ikiwa uko pale kwa ajili ya kitu, huna uvumilivu, hapana, ndoa haipo. Haipo. Ndio maana ukaambiwa kwamba ndoa ni utu. Ndoa sio kitu. Ndoa ni utu. Ndoa sio kitu. Kwa hivyo kwa kuwa ndoa ni utu, vumilia. Yatakuwa kusibu yoyote pale. Mpaka mbele ya safari mtaona nyewe tena huko. Tuingie katika swala la mbanjo. Tumeona kumekuwa kuna mabadiliko ya mbanjo. Kwa mtu ambaye hafahamu, mbanjo ni nini? Mbanjo ni sanduku. Watu wengi wanakuwa hawaelewi neno hili. Mbanjo ni sanduku. Ni sanduku ambalo linatayarishwa kwa ajili ya biharusi. Na mara nyingi linakuwa linatayarishwa kutoka kwa bwana harusi kule. Linatayarishwa kwa bwana harusi. Kwa hiyo sanduku lina mjumuiko wa vitu mbalimbali ambavyo watatumia biharusi. Inakuwa kama nguo, viatu, vitu vya mapambo, pamoja na zile nguo za ndani, kitu kama hicho. Kwa hiyo ndo mbanjo. Sawa. Kuna watu bila shaka wamejifunza, maneno yanapotea. Sasa hivi utasikia sanduku. Mbanjo. Unaweza kutuambia kwa nini ilionelewa kwamba sanduku litoke upande wa mwanamke? Kwanza namshukuru Sheikh Salum, kazungumza vizuri sana kwamba mbanjo ni lile sanduku linalotoka kwa upande wa mwanamume kwenda kwa mwanamke. Mwanamume ndio anakwenda kuoa Bi Khadija. Kwa hivyo mwanamume ndio anayetoa, mwanamke anapokea. Ndio utaratibu ulivyokuwa tangu zamani. Na mpaka leo utaratibu huu haujabadilika na utaendelea kuwa hivyo hivyo. Mwanamume ndiye anayefanya nini? Anayetoa, kwa sababu yeye ndiye aliyeoa. Na ndio maana ukakutia katika nyumba siku zote unaambiwa kwamba baba ndiye nani? Ndiye kiongozi wa nyumba. Hata kwa mfano huyu mama, yule baba awe ni duni namna gani, na mama iwe ana hadhi namna gani, lakini bado kiongozi wa nyumba ni nani? Baba. Kwa hivyo huyu baba ndio anastahili kuhudumikia nyumba. Ukisema kuhudumikia, maana yeye ndio atakayepeleka. Na wale waliobakia watafanya nini? Watapokea. Umenielewa Bi Khadija? Kwa hivyo hii ndio utaratibu ulivyokuwa. Sasa tukizungumzia swala la mbanjo, yameelezwa hayo, na niongezee kitu kidogo kwamba utaratibu wa zamani wa mbanjo ni kwamba familia ya yule mtoto mwanamume inakusanya vitu mbalimbali kama alivyosema Sheikh Salum, mbalimbali inaviingiza katika sanduku. Tulianza na sanduku, halafu ndo akaja mabegi. Mabegi yamekuja baadaye. Lakini mwanzo ilianzia sanduku la mbao. Sanduku asili yetu mlokotokea katika masuala hayo. Kwa hivyo wanakusanya, wanaweka vitu kidogo kidogo kwa ajili ya mtoto wao, kwa ajili ya kaka yao, kwa ajili ya ndugu yao, itategemea ni nani. Lakini wale jamaa wa yule mtoto wenyewe, wazazi, kaka, dada, baadhi ya wakati na hao wanao mababu, mabibi, wakati mwingine nao wanaingiza mule. Kwa hivyo wao wanakusanya, wanaingiza pale. Ikifika wakati wa ndoa, sanduku lile linapelekwa. Ingawa kulikuwa kuna mambo mengi yanafanyika.
hataki tuyazungumzie mengine hapa. Lakini kwa ufupi tuseme kwamba sanduku lile linapelekwa, tena lilikuwa linapelekwa kwa zamani siku ya ndoa yenyewe. Na wengine ilikuwa si siku ya ndoa, baada ya siku ya ndoa. Kwa mfano ndoa imefanyika leo, amekwenda kule, basi kuna siku maalum ya kwenda kupeleka vyombo. Kwa hivyo ile kupeleka vyombo ndio siku ile, na sanduku ile linafanya nini? Linafungamanishwa mule, pelekwa kule. Sasa utaratibu ulikuwa ni hivi kwamba walio wakishughulikia masuala hayo ni wale wanafamilia, na kidogo wakati sasa kwa bahati njema kwa zamani, mbali na familia, majirani wakishaalikwa harusi na jamaa wengine mbalimbali wakishaalikwa harusi, mashoga, marafiki na nani, wale sasa na wao walikuwa wanahisi wao binafsi kwamba kuna haja na sisi ya kutoa, tukapeleka, tukachangia. Ikiitwa zamani ikiitwa change, wengine kiitwa change. Ndio maana kuna kitabu kimoja cha ushairi au cha mashairi wakakiita changi nkuchangizana. Unafahamiana kwamba wale wanajaribu kupeleka na wao vile vile wakiona lao wanafanya nini? Wanapelekewa. Na ndio asili ya ile kauli isemayo kupeana ni kikoa, toa na wewe upewe. Ndio. Mpaka waimbaji wakaimba kupeana ni kikoa, toa na wewe upewe. Kwa hivyo jamii ilikuwa inaishi hivyo, inapeleka hivi. Lakini anayepeleka sio kwa kuambiwa kwamba nataka utuletee kitu fulani. Ni yeye mwenyewe tu. Jamani, uwezo wangu kwenda kununua pengine kanga, anakwenda kununua kanga. Na ndio maana ukakuta kwamba wakati mwingine vitu pengine kuna nani ule harusi anapata mbao mingi ya kanga. Kwa sababu kila mmoja anakwenda kwa mujibu wa maisha yake. Ikiwa kidogo maisha yao si nini, yani ni watu ambao kidogo hadhi zao za kimaisha ziko chini, wengi wakinunua kanga. Wale ambao kidogo hadhi zao za kimaisha ziko juu ndio watapeleka vitambaa, watapeleka hili na hili na hili, pengine mambo hayo manukato na nini. Na hayo manukato pia yamekuja miaka hii ya karibuni. Sasa hivi Bi Khadija, mabadiliko yaliyopo sivyo hivyo ilivyo. Na nyinyi wanawake mnayaona, na sisi wanaume tunayajua vile vile. Na kwa pamoja sote tunafanya kwa pamoja. Kwamba kinachofanyika sasa hivi katika swala la mbanjo, kuna baadhi wakati utaona kama ni kulazimishana. Familia watatafuta, lakini imekuwa kama ni desturi kwamba fulani, wewe tunataka utulete kitu fulani. Unampangia manake yule mtu kitu cha kufanya nini? Cha kuleta. Tena angalau ikitokezea bahati mbaya au bahati itokezee bahati iwe angalau katika familia, afadhali kumpangia, afadhali ile familia ni siri yenu nyinyi wenyewe. Lakini mtu shoga tu, nikisema shoga hapa sijaelewa vibaya, kuna mtihani mkubwa sana. Baadhi ya maneno ukiyatumia na kwa tena kidogo yameleta karaha. Anamaanisha shosti. Shoga kwa maana ya rafiki. Sisi wanaume tunakuwa na marafiki. Wanawake walikuwa na kitu mashoga. Tunafanya na huyu shoga yangu. Sasa siku hizi mtu akisema huyu shoga yangu inaleta tafsiri mbaya. Jambo ambalo nafikiri ipo haja kuja kulizungumzia ile swali. Baadhi ya maneno kidogo yameleta utatanishi. Kama ilivyokuwa siku nyuma kidogo kitaja neno taarabu ilikuwa mtihani kidogo. Kwa sababu watu waliupeleka taarabu na maana nyingine. Jambo hilo tofauti kabisa na utaratibu ule. Kwa hivyo swala hili la mbanjo sasa hivi, mtu anaweza kalazimishwa pengine rafiki au shoga. Wewe nataka utuletee kitu fulani. Wewe utuletee kitu fulani. Ile ni siri ya nyumba, ni siri ya ndani, ni siri ya familia. Unaitoaje nje? Halafu hao uliowalazimisha vile wanapita sasa kikusema. Ushafahamu nafikiri. Samani hapo wengine katika zungu wanaleta mfano kama mtu kachangia lakini uwezo wake mdogo kaita kitambaa nini akasema kitambaa chenyewe leta dada njoo nini kama hivyo. Maana anadharaulika na kudharauliwa. Sasa hivi utaratibu huu kidogo unakuwa na mashaka, wanakuja kukusema nje huko. Shughuli yenyewe tumefanya sisi. Kila kitu mara lete hili, mara hili. Sasa ni jambo ambalo kwa kweli hatujakaa tukalitafakuri. Tukalifikiria sana kwa kina. Lakini kusema kweli jambo hili sasa hivi limeleta tafrani kubwa katika masuala haya ya mbanjo. Kwa hivyo linafanyika katika misingi kama hii ambayo si misingi bora, si misingi ya kimaadili yetu. Ni misingi ambayo imeibuka tu katika maisha haya tulionayo sasa hivi, na pengine kwa kuiga, kwa kuona kwenye televisheni, kwa kuona tunapotoka tukatembea katika maeneo mengine, basi tumeyachukua yale ya watu tumeleta kwetu. Yale ya kwetu tumeyapuuza. Jambo ambalo ni baya. Ingekuwa angalau yale ya kwetu na sisi tunayatoa tukapeleka kwa wenzetu afadhali. Lakini sisi tunachukua ya watu ambayo ya kinyume na maadili yetu. Halafu yale ya kwetu tufanya nini? Tunayapuuza. Na hatimaye tutakuja kuona kwamba familia au vizazi vinavyokuja watasahau utamaduni wao wa asili.
watakwenda katika tamaduni za watu, watakuwa sasa wao ni watu wanaoyumba, watu wanaoyumba, kwa maana kwamba ni watu ambao hawajui wanatoka wapi wala hawajui wanakwenda wapi. Tukushukuru sana mtazamaji kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mada yetu ilikuwa ni mabadiliko ya ndoa, na kama nilivyosema awali, kuna mambo mengi sana hapa. Usikose kuwa nasi kipindi kijacho, tutaendelea kudadavua mambo mengine ambayo yametokea katika suala la mabadiliko ya ndoa. Ulikuwa nami Khadija Juma, lakini pia tulikuwa naye Dr. Omar Salum, yeye ni kamishna wa idara ya utamaduni, pamoja na ndugu Salum Amer, yeye ni mfanyakazi katika idara ya utamaduni, lakini pia ni msimamizi mkuu wa nyumba ya sanaa. Tukutane Jumatatu ijayo wakati kama huu. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.